mchana isipokuwa huteremka utulivu. Huteremka utulivu, na kama tunavyoona kwamba watu wote sasa ni watulivu. Mungu Subhanahu wa Ta'ala utulivu huo unalia kutoka majumbani mwetu biidhnillah. Watukufu sana, mimi nimesimama hapa kumwakilisha kadhi mkuu wa Mafia. Alikuwa na hamu sana kufika kuja kuzindua jambo hili la mashindano ya Qur'ani ya kina mama wakubwa. Alikuwa na hamu sana, lakini alifikwa na msiba kwa kaka yake kama tunavyojua juzi mkia jana, na bado mtuweni. Kwa hivyo akasema nifikishie salamu zangu kwa kina mama. Baada ya baada anasema kwamba kwanza anawapongeza sana kina mama, na yuko pamoja katika jambo hili ambalo mmelianza. Na jambo hili anasema kwamba isiwe baada ya mwanzo na kumalizika, bali iwe huo ni mwanzo mzuri, na wale ambao waliokuwa mwaka huu wameshindwa kushiriki kwa sababu hii au nyingine, basi mwakani iwe ndio chachu mwaka huu, mwakani wazidi zaidi na zaidi. Kwani Qur'ani ni kila kitu. Qur'ani ni mwongozo. Ukweli kabisa kina mama mlikuwa mbali, mlikuwa nyuma kabisa upande wa masuala ya elimu, kuanzia Qur'ani mpaka elimu nyingine. Kwa hiyo kadhi anasema kwamba tumeanza na hii Qur'ani kuhifadhi, tutasoma vizuri, lakini pia tuweze kuisoma pamoja na tafsiri yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Hiki kitabu hakina shaka ndani yake na ni mwongozo wa wenye kumcha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sote uongozi wetu kwa Qur'an. Ukisoma Qur'an tukaifahamu na tafsiri yake, maana yake, basi itakuwa hakuna mizozo, hakuna magombano, watu watakuwa wanaenda vizuri. Hivi leo kina mama wameshaingia ndani ya hifadhi ya Qur'an. Sidhani kwamba kina mama watakuwa na muda sasa wa kukaa kitabu kuanza kusiriana, wakati aya zake anazikahiri. Mimi na imani kabisa yuko anasoma ugali, amekumbuka aya yake huko anarudia, anatengeneza mchele huko anakumbuka aya yake anarudia. Kazi inakuwa hiyo. Kwa hiyo kwa uwazi kabisa inaonekana kwamba mambo ya usengeni na nguvu za sasa zinahama katika wilaya ya Mafia. Tusalimu Mtume Muhammad. Kwa kuwa sasa tunaingiza ndani ya nyoyo zetu Qur'ani ya Mungu, ndio tunaipa kipaumbele, basi majambo yetu yataanza kukaa vizuri moja baada ya lingine. Hata kama ndoa nyumbani zina mitihani, kama ni kweli tunashikamana na Qur'ani, wallahi ndoa nyumbani zitakaa sawa. Ndoa nyumbani zitakaa sawa. Leo hapa kuna bwana mmoja hapa ananikuliwa, kuna mtu aliyesoma vizuri sana atumtaja. Sasa anauliza jimbo hili linagombea, tulia. Msalie Mtume Muhammad. Sasa hii tafsiri sielewi vizuri. Ndio maana kama hiyo tulia kwanza tafsiri nyingine. Anauliza jimbo hili linagombea. Sasa tulielewa labda sio mambo ya bunge ni sijui tamuuliza baadaye ni maana yake. Sasa katika Qur'ani huwa inazuka vitu vingi vya kheri ndani yake. Tushikamane na Qur'ani, mambo mengine yote yatakaa pembeni na tutakaa sawa. Manjana ya Qur'ani imamu kana imamu janna. Mwenye kuifanya Qur'ani ndio kiongozi wake.
basi Qur'ani ndio itamuongoza mpaka kuingia peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa watu wa peponi inshallah. Ukweli salamu za Sheikh ni hizo, na anaomba sana mujitahidi, mwaka huu umeanza, lakini tukitoka hapa kila mmoja sasa apambane, aliyefikia milioni 3 mwakani inshallah aweze kupata mvutano na kuendelea. Tuna imani kizazi ambacho kinatukuja, maadamu wazazi wameamka katika hili, walimu walikuwa wanataka sana, wanajifadhisha madrasa, wanawataka wanafunzi, lakini wanafunzi hawapati kwa sababu wazazi hawako tayari katika ile jambo. Mpaka wanafunzi wanafikia hatua anawasha taa, wakati ule tunatumia mafuta, hapo unamaliza mafuta wewe, utoe kufadhili kwa sababu mama alipojamolia ndani ya nafsi yake. Lakini hivi sasa tuna imani kwamba vijana watakaa sawa maadamu wazee wako sawa. Mshairi anasema kaifa yastaqimu dhil wa yaudu ahwa, maadamu ule mtu umekaa sawa, tuna imani hata kivuli chake kinakaa sawa. Kwa inshallah tuwatakie kina mama muendelezo mzuri, muwe na mshikamano mzuri, kila mmoja aone kwamba jambo lina faida kwake, tukalifanyie kazi inshallah biidhnillah. Na inshallah mwaka huu nadhani watu wameshaona, na mwakani nadhani itanguruma. Kuna wengine wanachetwa walikuwa shiriki, lakini wanapiga kidole, wamechukulia rafla. Tuna imani mwakani patanguruma, msitu utakuwa mdogo. Mshauri tunaomba tunaomba hii safari ndio ya kwanza leo tumeanza. Nadhani kesho itakuwa tarafa ya Kusini, lakini watakaokuwa wamechaguliwa hapa leo ndio watakuwa wawakilishi wetu kwenda katika wilaya. Kwa hiyo tujiandae vizuri na tujipange vizuri, tukaonyeshe maajabu kule. Tarafa ya Kaskazini inatisha. Watu wametoa Qur'ani utafikiri kumbe watu wapo. Kwa hiyo tuna imani kabisa tuna uwezo wa kupambana, lakini pia tutatoka wilaya, tutaingia mpaka taifa biidhnillah. Tuseme inshallah. Wallahi tawfik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza tunaanza jana mzima, lakini tuwarudisha leo alikuwa kwanza tunaanza jana mzima, lakini tuwarudisha leo